Nimepokea maswali mengi sana kutoka kwa mashabiki wa soka hasa wa ndani ya Tanzania wakiuliza, je, inawezekana vipi kwenda na vikosi hivi katika michuano ya CAF Champions League hatua ya makundi? Lakini jibu ni kwamba hapana, dirisha la usajili la michuano ya CAF Champions League linafunguliwa na ipo nafasi ya kuweza kufanya usajili, kwa maana kuongeza mchezaji ama wachezaji katika hatua ya makundi. Na nipo na taarifa ambayo inawahusu klabu ya Young Africans. Wao wapo mbioni kukamilisha usajili wa wachezaji wawili. Ni wachezaji gani hao, wanacheza nafasi gani, na je, Young Africans kwa nini wanafanya hivyo? Haya majibu yapo hapa. Lakini kwanza subscribe Off Pitch TV, kwa sababu sisi tupo hapa kukujuza yale mengi ya kimichezo. Mimi naitwa Yusuf Katalambula, lakini kabla sijafika kwenye taarifa ambayo nataka nikujuze, asante kwa wale ambao wanatupa nguvu kwa maana Bati Quality. Hawa ni mabingwa wa kutengeneza mabati ya aina mbalimbali, yale ya mgongo mpana, mgongo mwembamba, yale yenye matilio ya chenga, lakini pasipo kusahau yale ya mfano wa vigae. Ukiagiza mabati na Bati Quality, misumari na usafiri ni ofa, kwa maana itakuwa bure. Ni wakati wa wewe kuwasiliana nao kupitia namba ambayo inapita hapo chini. Wana waranti ya zaidi ya miaka 10. Ukiweka bati wewe, atakuja kulitumia mpaka mjukuu wako. Sasa twende moja kwa moja nikujuze kile ambacho kinaendelea kwa hivi sasa katika klabu ya Young Africans. Klabu ya Young Africans baada ya ratiba ya makundi kutoka, ambao mabingwa hao watetezi wa ligi kuu ya Tanzania bara wamepangwa kundi B, wakati wapinzani wao Simba wakiwa wamepangwa kundi D. Young Africans katika kundi B itakabiliana na Waarabu watatu ambao ni mabingwa mara 12 ya michuano hii: Al Ahly ya Misri, AS FAR Rabat ya nchini Morocco, hawa ni mabingwa mara 2 wa Afrika, na JS Kabylie kutoka huko Algeria. Hatua hiyo imewafanya Young Africans kuingia msituni kusaka mashine 2 za maana kuja kuongeza nguvu kwenye safu yao ya ushambuliaji. Young Africans imechukua maamuzi hayo kwa kuwa kwenye idara hiyo ya ushambuliaji kuna mapungufu yanaonekana, haswa pale ambapo kwa hivi sasa anakosekana mshambuliaji kinara, kwa maana Clement Walid Mzize atakaa nje kwa takribani wiki 8 mpaka 10. Si yeye tu, Pacome Piodo Zuzwa naye majeraha yake yanamfanya kukaa nje, ingawaje bado ripoti ya daktari haijatoka. Lakini wachezaji hawa muhimu ambao wanakosekana wanaifanya safu ya ushambuliaji ya Young Africans kuteteleka, ikizingatiwa kwamba washambuliaji ambao wapo fiti, kwa maana Prince Dube na Andy Bobwa Boyeli, hawa bado hawajawa katika kiwango kizuri tangu msimu huu kuanza wa mwaka 2025-2026. Taarifa ambazo nipo nazo ni kwamba Young Africans imechungulia kundi lao la ligi ya mabingwa na wanakili wazi kwamba wamepangiwa vigogo kweli hawa wa Kiarabu, na kugundua hilo kwamba wanahitajika kufanya marekebisho haraka katika kikosi chao, hasa katika safu yao ya ushambuliaji ambayo ndio inaweza ikawapa ushindi. Maana kwa washambuliaji waliopo hawadhani kama wanaweza kuwavusha hatua ya makundi. Young Africans imepanga kufanya usajili huo haraka kuendana na hali ya michuano hiyo ambayo inahitaji watu wa maana ambao wana uzoefu wa michuano hiyo, huku wakipanga kushusha mashine 2 kutoka mataifa ambayo yameendelea kisoka. Nikisema mataifa ambayo yameendelea kisoka, kwa maana zile timu ambazo mara nyingi tunaziona zikishiriki michuano ya CAF Champions League. Vigogo wa Yanga ambao wapo katika kamati ya mashindano wamekabidhi ripoti hiyo kwa tajiri, kwa maana Khalid Said Mohamed GSM, na Khalibu ameifanyia kazi, na taarifa ambazo nimezipata kutoka kwa watu wa ndani kabisa zinaeleza kwamba GSM baada ya kupokea ripoti hiyo amempa jukumu hilo rais wa klabu ya Young Africans, kwa maana Engineer Hersi Said, kumalizana nalo, kwa kuwa yeye amekuwa mtu ambaye alazidam kwenye kufanya usajili na ambaye amekuwa na jicho la kuweza kuwajua wachezaji wawili, wachezaji
mahiri. CAF imeruhusu kufanya usajili timu zinapoingia hatua ya makundi kwa ajili ya kutimia katika mashindano hayo, isipokuwa ligi za ndani husika. Kwa maana CAF wamefungua dirisha hili, unasajili wachezaji ambao watakuwa wakitumika kwenye michuano ya kimataifa tu na si kuwatumia katika michuano ya ndani mpaka pale dirisha la usajili la ndani ya nchi husika litakapofunguliwa. Tunakumbuka Simba waliwahi kufanya hivi baada ya kumchukua Perfect Chikwende kutoka Nigeria, na wakati huo wachezaji walikuwa idadi imekamilika, hivyo wakaamua Francis Kahata Mbura akawa anatumika katika michuano ya CAF tu, alafu Perfect Chikwende yeye akachukua nafasi ya kutumikia michuano ya CAF na michuano ya ndani kwa maana NBC Premier League. Kwa maana Young Africans nao wanataka kufanya hivyo. Wakati Clement Walidi Mzizi anakosekana, basi wao wanahakikisha wanao wachezaji wengine ambao wanaweza kumudu kwenye nafasi hiyo. Hatua hii inaonekana kuwa na ushindani mkubwa kutokana na aina ya timu zinazoshiriki. Al Ahly kwenye ligi kuu ya Misri inashika nafasi ya pili ikiwa imecheza michezo 12 na ina pointi 23. Imeshinda mechi 6 na imetoa sare michezo 5, ikipoteza mchezo mmoja hadi sasa, ikifunga mabao 20 na kufungwa mabao 13. Kwa upande wa AS FAR Rabat ya nchini Morocco, yenyewe kwenye msimamo wa ligi ya nchini humo inashika nafasi ya 3 baada ya kucheza mechi 6, ikishinda michezo 4 na sare michezo 2, huku ikiwa haijapoteza mchezo wote, huku ikijikusanyia pointi 14. JS Kabylie kwenye msimamo wa ligi kuu ya Algeria wapo nafasi ya 5 baada ya kucheza mechi 8. Imeshinda mechi 4, imetoa sare michezo 3 na imepoteza mchezo mmoja tu hadi hivi sasa, ikiwa na pointi 15. Baada ya kutoka kwa ratiba hiyo ya makundi, kigogo mmoja wa Young Africans aliweka wazi na kuambia kuwa kwenye mpira hakuna jambo linaloshindikana na lolote linaweza kutokea, kwani vigogo wengi walishawahi kuangukia pua, na sisi kwa maana wao Young Africans watafanya maajabu, huku ikiwasihi wanayanga kushikamana ili mradi mechi zote za nyumbani zihakikisha wanakusanya alama zote 9. Hatua ya makundi itaanza mwishoni mwa mwezi Novemba, kwa maana mwezi huu tarehe 21 na tarehe 23, kati ya siku hizo 3, huku mchezo miwili ikichezwa kabla ya kuanza kwa finali za kombe la mataifa ya Afrika, yani AFCON, ambayo yanatarajiwa kuanza huko nchini Morocco Disemba mwaka huu. Mashindano yataendelea tena mwishoni mwa mwezi Januari, kuanzia tarehe 23 hadi tarehe 25, kwa maana itakuwa mwaka 2026 baada ya kumalizika kwa michuano ya AFCON. Hatua ya mtoano kwa maana knockout stage itaanza March 13, 2026. Katika michuano hiyo, bingwa wa ligi ya CAF Champions League atapokea dola za Kimarekani milioni 4 sawa na shilingi bilioni 9.8, huku mshindi wa pili atapokea dola za Kimarekani milioni 2 sawa na bilioni 4.9. Unaweza kuona kiasi cha pesa kimeongezeka. Ni wakati sasa wa Young Africans, Simba na timu zote ambazo zinapatikana Tanzania kuhakikisha wanaonyesha uje medali wao, kwa sababu wana kila nafasi ya kuweza kufanya vizuri, na tunaamini kwenye football hakuna kinachoshindikana, kila kitu kinawezekana. Tuliwahi kushuhudia mabingwa wakiondoshwa katika michuano hiyo, lakini tumewahi kuzipa nafasi timu lakini zikashindwa kufanya vizuri. Kila kitu kinawezekana kwenye football. Kila laheri klabu ya Young Africans katika kuiwakilisha vizuri nchi yetu ya Tanzania, lakini pia kila laheri kwa kamati ya usajili ya Young Africans kuhakikisha wanawapata wachezaji ambao wataweza kuwavusha, lakini Mungu awape afya njema wale ambao wanapitia kipindi kigumu cha majeraha kama Clement Walidi Mzize pamoja na Pacome Piodozuzwa, waweze kupona haraka ili kuungana na timu na kuhakikisha wanafanya vizuri katika michuano ya CAF Champions League. Mimi naitwa Yusuf Katalambula, the voice of miracles. Wewe una nafasi
ya kushare nasi kwa kucomment hapo chini, lakini pia unaweza ukapita kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tunatumia Off Pitch TV kwenye Instagram na TikTok, lakini kule Facebook tunatumia Katalambula Yusufu. Lakini pia una nafasi ya wewe kutangaza nasi, kwa maana biashara ulokuwa nao unaweza ukawasilisha nasi tukaitangaza. Tuwacheki kwa namba yetu ya simu ambayo napita hapo chini, labda tukua faida 0711659593. Bye bye mpaka wakati mwingine tena.